sikiliza live za wapumbavu wa udaku. Makumamayo yanajaa mengi kweli kweli, lakini hawazifungii. Lakini hizi za hapa tunaongea point, tunaongea nondo kabisa za ukweli. Tatizo la serikali ya kwetu ya nyumbani, hawataki kusikia mnawabumburua wa Tanzania waijue nchi yao ikoje, wajue viongozi wao wakoje. Wanataka haya ujinga tu. Eti Harmonize kanyoa kipara, Kajala si amebeba mjukuu wake, siji Kajala vazi lake la yani ni ujinga. Ni ujinga. Lazima mimi nimefurahi sana sasa hivi. Yaani tulivyoambukiza hizi mambo za siasa ndani ya TikTok. Yaani tujipongeze sana. Tujipongeze kweli kweli. Yaani tuna ushindi mkubwa mno. Tumeifutilia mbali wakina Nabii Tito, Siru Maisa Kibomba, futilia mbali upuuzi huu, hakuna kwenye TikTok saizi. Saizi wamebaki kutengeneza mazingira ya kushusha live. Sasa live zinaposhuka, fungueni ambao mlikuwa mfungui, fungueni. Kwa sababu saizi wanawablock wale waliokuwa wanafungua wale wenye majina. Kwa mfano wakina One Love, wakina Keishua, nani. Sasa na nyie mliopo hapa, fungua we kesho wewe fungua. Sisi tutakuja, tutatoa company tu, utafikisha watu 300, 200, tunaondoka. Fungueni kila siku mpate tunakuja pale. Yani tusiache. Tukiacha watashinda. Yani wao watablock lakini yanaibuka mengine. Yani kama mgomba unaukata yanatokeza 8. Hii tutashinda. Hii kitu tutashinda. Nakwambieni kabisa. Sasa hivi elimu tu ndio inaowaumiza. Saizi yani inawaumiza mno hii elimu. Msione hivi. Kwa mfano kama mimi kuna mmoja nilikuwa nasema juzi. Kwa mfano kama shuleni. Kuna haja gani saizi ya mamitaala yale ya kizamani kukaa shuleni, hayo vitabu tulikuwa tunasoma zamani. Hayo ya mahadisi si mashairi ya kazi gani? Tupa yale mavitabu kule. Sasa mavitabu gani yale, si Bulicheka, si Sadiki, sijui nani, sizitaki mbichizi. Rushilia mbali. Ya kazi gani haya? Ya kazi gani yale mavitabu? Sasa hivi watengeneze vitabu, kwa mfano hivi vitabu vya zamani kuanzia darasa la 1 mpaka la 2 au la 3 vinatosha. Hivyo vya Juma na Rosa si nini, tunajua ukishajua kusoma na kuandika mpaka la 3. Kuna haja gani ya kuanza kuimba mashairi? Kwa nini tusifundishwe kama wanavyosoma wa Ulaya? Ikifika darasa la 3 au la 4 uanze kufundishwa ujuzi. Uanze kutafuta ujuzi. Usomee kama nyewe wanawake, kuna yale zamani uko nasoma home craft, mnasoma kutengeneza keki, labda kupamba. Saizi ni fashion, mnajifunza namna ya kupamba maholi, kutengeneza keki, kushona cherehani, hivyo zinakuwa kupika nini. Yani shule ndo zinatakiwa ziwe zile home craft. Na wanaume alikadhalika na wenyewe inakuwa fundi seremala, fundi nini mpaka haya mabodaboda. Weka kwenye mtaala wa shule ile miaka 3 kuanzia la 4 mpaka la 7. Yani mkimaliza shule watu 1000, lazima 500 mtakuwa mna ajira. Aidha ya kujiajiri mwenyewe au unaweza kwenye kampuni au nchi za nje unaenda. Unaenda hata Malawi huko unajua kutengeneza pikipiki. Unaenda hata wapi unajua kitu fulani. Lakini leo mkimaliza la 7 mnatoka mabumunda vile Bumunda. Eti likitoka linamaliza shule linakuwa lifundi viatu. Naambia unajua nini? Kuimba mashairi. Yani kumuimbia mtu eti karudi baba mmoja kavimba wote mapaja na kutetemeka mwili, inakusaidia nini shuleni? Huko kwenye mazingira ya kushona viatu. Unashona viatu, unaziba mabeseni, huku unaimba mashairi. Hapa hayo mashairi ya kukusaidia kukupotezea muda. Wakati unashona viatu huku unaimba karudi baba mmoja kavimba wote mapaja, kukurefresh. Hebu fikirieni, tuliza kichwa uone. Yanakusaidia nini yale mashairi? Ule muda wa mashairi ule. Kwa nini usifundishwe hata namna ya kuendesha bodaboda kwa njia ya maandishi? Bodaboda hapa engine, clutch, hapa sprocket, plug nini. Kusudi hata hiyo pikipiki yako uwe unaijua, hata inapata na inazimika njiani, ulishasoma, unajua kabisa naanzia wapi. Kama petroli bado imo na pikipiki imezimika, nianzie wapi? Unajua kabisa nianzie plug, nitoke niangalie sprocket haijasagika, niangalie ile kabireta haijaziba. Yani unakuwa unajua. Lakini leo libodaboda likimbeba dem likafika huko polini, lipikipiki limezimika, linaangalia mafuta yamo, alijui chochote, linaanza kupiga simu.
fundi na fisi hii hapo kudadadeka. Mteja analiwa na fisi. Mteja anaondoka na fisi linabaki kulia kwa sababu alijui ni bumunda. Lakini angalia sasa, yanapewa mapikipiki, yanahongwa, hayajui kuendesha. Lakini tukiweka mtaala shuleni, mtu anakuwa na, kwa sababu ndio mapikipiki si yamekuwa mengi, ndio ajira tunaoitegemea. Wawekee mtaala shuleni kuanzia darasa la 4 mpaka la 7, mtu aisome, aidha aendeshe au awe fundi. Kuna mawili atapata atakapomaliza shule, aidha awe fundi au anakuwa driver aliyekamilika. Kwa sababu mabodaboda yote ni majinga, ni mabumunda. Ndio maana amepewa jina eti afisa usafirishaji. Afisa usafirishaji, wewe afisa usafirishaji ujui hata hiyo pikipiki yenyewe? Hii ni ujinga. Mimi nawaambia ukweli, kwa sababu angalieni, nendeni hospitali ndio mtajua kabisa hawa watu wanakufa sana. Msiwaangalie mwa barabarani, nendeni hospitali mkaone walivyovunjika miguu. Na wadada wanaobebwa na yenyewe ameshavunjika miguu, yanatembea tu viuno nani yamevunjika viuno. Madadada wanaobebwa mabodaboda yamevunjika viuno, yameungua na exhaust. Kila mwanamke unamkuta ameungua miguu na exhaust. Sijui kama mnajua exhaust nyewe mnaobebwa bodaboda, lile la kutolea moshi mnaweka. Sasa lile unatakiwa ufundishwe. Unapokaa hakikisha unavaa suruali wakati unapanda pikipiki, hasa nyewe mnaobebwa. Mtu unataka ubebe umevaa kimini, ni rahisi kupata ajali na kuungua na exhaust. Lakini hayo yanafundishwa. Kwanza ndio karibia uchaguzi, yanamwagiwa mapikipiki ili akafe. Nendeni mkafe, mkavunjike miguu, ndio maana yake. Lakini leo nikiongea hapa, mimi ni muhaini na istahili nife, mimi ndasakwa niuliwe. Haya maneno hii nayo sema hivi hayafai kwa serikali ya CCM. Kwa mtu kama mimi hivi, kwa serikali zilizoendelea wanakutafuta, wanakupa kazi. Lakini kwa serikali yetu natafutwa niuliwe, ili lile wazo langu lisiwepo kabisa. Liwepo wazo la Doto Magari, liwepo wazo la Nabii Tito, ndio wanayataka. Nabii Tito, Doto Magari, sio Nabii Tito anaweka bendera la Mama Samia kwa nyuma na maupumbavu, anafundisha uanisi. Nabii Tito anafundisha uanisi ndani ya TikTok na anaangaliwa tu, hata awalipoti. Yeye na mke wake wamejipodoa. Yale yanatakiwa yatandikwe bakora, piga kabisa, yale ndio ya kufungwa. Lakini leo sisi tunaongea ya maana eti ndio tunauliwa. Ili Nabii Tito linasaidia nini jamii? Tuulizane, nani alishaenda live yake? Yamejikirimu yeye na mke wake wanafundisha mangonongono tu. Lakini hawaangalie. Huyo Msigwa anaangalia haya. Sisi hapa saizi tumeiteka TikTok, tunafundisha mambo ya maana, tuijue nchi yetu ikoje. Kwa mfano kama sasa hivi tukiweka mtaala wa madini, ili kila mtu anapomaliza la 7 ajue sasa nchi yetu ina madini aina ngapi, na madini haya yanapatikana mkoa gani na mkoa gani. Hivi tukisoma hivyo, mtu sasa atakuwa ameielewa nchi yake namna gani ilivyo tajiri. Lakini hayafundishwi hayo, mtu linamaliza na kweli linashona viatu, linakaa humo linashona na zibaziba mabeseni na kunoa visu. Ukiliulize na nchi yetu maskini, kwa sababu alijafundishwa utajiri wa ile nchi. Tunafundishwa mbuga za wanyama tu, kwisha. Tunafundishwa mbuga za wanyama tu, ndio tunaziimba mpaka shuleni kwenye mchaka. Nadhani mlio soma kama mtu mzima kidogo anaweza akajua tunaimba mbuga za wanyama Tanzania. Ndio mlishoona wanaimba Almasi. Tanzania umlisha nani alishaona wanaimba Almasi? Eti Almasi Geita. Tanzania eti hayasemi, kwa sababu ile ndio kingao yao ya utapeli. Hayawezi kujifundisha. Wasanue. Hizo ni utapeli, ndio maana hawaziimbi, hawazisomi shuleni, kwa sababu zile ndio zimeshikilia utajiri wa nchi. Ni mabilioni, sisi ni matrilionea. Nchi yetu ina migodi zaidi ya 7 ambayo almasi ya kule Shinyanga ni ya blue, ambayo haipatikani duniani kote. Tanzania ndio madini ambayo yanapatikana Tanzania tu peke yake, lakini yanauzwa zaidi India. Shangaa. Umeona? Sasa hivi kuna madini yanatengeneza gari za Tesla yanapatikana Morogoro na Mbeya. Hayasemwi. Na mgodi huo unafanya kazi. Sasa hivyo vitu, kwa mfano mimi sasa hizi nikiongea hivi,
yani ni adui mkubwa, kwa sababu nawaambia Watanzania utajiri wa nchi yao. Mimi nanukuu maneno ya Abil, Tanzania ina utajiri sawa na nchi 5 za Scandinavia. Nimeenda kuangalia, ni kweli nchi 5 za Scandinavia zile ndo zinatusaidia sisi saizi: Denmark, Norway, Iceland, kuna Finland, ziko kama 5. Hebu jiulizeni, kwa mfano Denmark, tuichukue Denmark peke yake, wanafuga sana mang'ombe, wanauza maziwa, nguruwe, nini na nini, wana madini kama si mafuta kidogo tu, lakini eti wanaisaidia Tanzania, eti tunaombaga msaada pale. Hebu fikirieni, sisi wenye madhahabu, mamigodi zaidi ya 8 wale, hebu fikirieni hapo. Hatujasema hayo mambuga tunayoyaimba utalii, mlima Kilimanjaro. Tuna vitu vingi vya hapo. Hatujaingia kwenye mambo ya mazao, ardhi ilivyo na rutuba. Kwa mfano Iringa kaskazini ambako kuna rutuba, mazao ambayo ni ya mfululizo tunafanya. Lakini kwa sababu viongozi wetu akishaiba akajenga maapartment Sweden, anaona haya ni ya kuyatandika tu risasi, yakae ndani ya stoke, ya uwe tandika ubongo tena, atupigwe hata za miguuni, fumua maubongo yanatoka, na yenye mimba piga na mtoto atoke tumboni. Hivyo ndio tunapopelekwa. Alafu mtu anatoka hapa anakuja anasema, hebu tazameni wale wanaongea upuuzi. Hivi mnapata uwezo gani wa kusema tunaongea upuuzi? Mnapata uwezo gani? Hivi kweli Watanzania wanatakiwa waishi hivyo? Nimesikia Dar es Salaam saizi siku 7 hawapati maji. Dar es Salaam miaka 64 CCM iko madaraka. Nilisema juzi hapa, tunashindwa vipi hata mgodi mmoja tu, ule mgodi mmoja tu tuuchukue, mgodi mmoja tumkabidhi mwekezaji. Mwekezaji tusimwambie sisi usitutengenezee hii Dar es Salaam tu peke yake, sisi ndani ya miaka 5 tunataka iwe kama labda Cape Town au iwe kama mji fulani tufananishe. Sisi hatukudai hela, tunakuachia mgodi, tunakupa mgodi miaka 20. Tupigie hapo Dar es Salaam, tuwekee miundombinu, maji yasitengane, maji yapatikane kwa raia wake, matreni ya kuingia ardhini tufanyie, yani wewe tufanyie. Baba mwekezaji anaanza kulalamika, baba hii bana gharama labda itakuwa miaka 30, chukua hata miaka 50, tutengenezee tu sisi Dar es Salaam, tuilingie tu na sisi tuwe na kitu fulani tunatamba Tanzania. Mgodi mmoja tu. Leo nani anawe sumu ya panya na kunoa visu, ziba mabeseni, we mwanamke peleka matango nini, chakula chenu ni ngozi za ng'ombe, miguu ya kuku, mashingo, vichwa, amna cha maana. Ukijitahidi sana hapo umechanganya ngozi na katembele kidogo. Maisha gani hayo? Hayo ni maisha. Alafu mtu likija hapa eti mnatakiwa mfanye kazi. Sasa kazi gani? Kazi si ndio naziba beseni? Nitafutie kazi sasa. Kazi zote mmepeana nyinyi wenyewe, mmeweka ndugu zenu. Kuna kazi gani nitafanya? Zaidi ya kwenda kuendesha bodaboda nikavunjike miguu, bodaboda yenyewe sijui. Kuna kazi gani? Anayemaliza hata form 4 ana kazi gani pale Bongo? Kila siku anamaliza kiongozi